Usafiri ndio injini ya mafanikio yoyote yale duniani. Kwa nini nazungumza haya? Ni kwa sababu maendeleo yoyote ni muhimu kwa mtu mmoja mmoja, jamii na taifa kwa ujumla. Na ili maendeleo hayo yaweze kufikiwa na kutafsiriwa vyema, lazima miundombinu ya kuwezesha kufikia maendeleo hayo iwe ni wezeshi. Aidha, nchi yoyote inayoendelea kiuchumi ilianza kuwekeza kwenye kurahisisha usafiri wa watu na bidhaa kutoka eneo moja la nchi hadi eneo jingine, jambo ambalo linasaidia wananchi wake kusafirisha bidhaa zao kwenda sokoni, lakini pia kuruhusu wananchi wa kawaida wa ndani na nje kufika eneo ambako bidhaa hizo zinapatikana. Ikumbukwe, dhana ya usafiri ni pana sana, kwani inajumuisha miundombinu ya usafiri kwa maana ya barabara, mafuta, magari, usalama barabarani na mambo mengine. Lakini makala haya yanajikita kutazama ongezeko la vyombo vya usafiri vya serikali katika halmashauri ya wilaya ya Chunya na namna ambavyo limeleta athari chanya katika usimamizi wa miradi ya maendeleo na yenye tija kwa wananchi wa Chunya. Halmashauri ya wilaya ya Chunya iko wilaya ya Chunya na ni moja kati ya halmashauri 7 zinazounda mkoa wa Mbeya. Wilaya ya Chunya kwa sasa inaongozwa na mkuu wa wilaya Mheshimiwa Mbarak Alhaji Batenga, ambaye umahiri wake na weledi wake umedhihirika kwenye kuwajali wanachunya kwa kuwafikia maeneo yao bila kujali umbali wanaoishi. Halmashauri ya wilaya ya Chunya ni kati ya halmashauri kubwa sana kijiografia nchini. Kuna kata ziko mbali zaidi ya kilomita 200 kutoka makao makuu ya wilaya hiyo. Hivyo maeneo kama haya yenye umbali mkubwa kutoka halmashauri bila kuimarisha suala la usafiri, huwa ni vigumu sana maafisa kufika kutatua kero na hata kupata maoni ya wananchi juu ya maendeleo yao. Wananchi wa Chunya kupitia baraza la madiwani wamekuwa wazi na wenye kusema bila kuogopa kwamba Chunya imepata viongozi mahiri na wenye kujali maslahi yao, kwani viongozi hao wameweka kipaumbele cha kuwafikia wananchi bila kujali umbali, na hii ndiyo sababu kubwa ya ununuzi wa magari, pikipiki pamoja na maroli. Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Chunya, Mheshimiwa Bosco Saidi Mwanginde, kwa niaba ya wananchi wa Chunya, anaeleza namna ambavyo halmashauri imekusudia kuwafikia wananchi wao, na ndiyo sababu wanatoa kipaumbele kwenye ununuzi wa magari ya halmashauri. Kipindi cha miaka 3 kwa kweli ni nzuri sana, kwa sababu kabla ya hapo kulikuwa na uhaba mkubwa sana wa magari, hasa baada ya kufanya mgawanyo wa wilaya. Wilaya Chunya ikagawanyika kuwa na wilaya ya Songwe. Magari mengi tuligawana, mengine akaenda Songwe na mengine tukabaki nayo. Kwa hiyo tulikuwa na uhaba mkubwa wa magari kwa wakati huo. Lakini kwa sasa tunajitahidi kupitia mapato yetu ya ndani, lakini pia kupitia serikali kuu kutuletea fedha, tumeweza kuboresha na kununua magari madogo zaidi ya 5 na maroli 2 ambayo yamepelekea kuboresha huduma za kijamii, hasa katika usimamizi wa miradi mbalimbali ya maendeleo. Kusudio letu ni kuendelea kuongeza magari, kwa sababu idara tunazo nyingi na jiografia ya Chunya ni kubwa sana, kwa maana kwamba umbali wa kilomita za kwenda huko, gari kama ulitaka iende leo ikafanye kazi na kurudi, kuna baadhi ya maeneo kama Sipa, Manyiri na Kambi Katoto inakuwa ngumu. Kwa bado tuna uhitaji wa magari, na mpaka sasa hivi bado tumeagiza magari mengine ambayo tunatarajia yanaweza kufika wakati wote, ili kuendelea kuboresha huduma za kijamii katika maeneo ya halmashauri ya wilaya Chunya. Kuna mabadiliko makubwa sana katika usimamizi wa miradi ya maendeleo. Hapo awali miradi ilikuwa inasuasua na wakati fulani kujengwa chini ya kiwango kutokana na usimamizi mdogo, kwa sababu mainjinia walikuwa hawana uwezo wa kufika kwa wakati kwenye eneo la mradi. Lakini baada ya kupata magari ya kutosha, sasa hivi mainjinia wanakwenda kwa wakati na miradi yetu imekuwa ni miradi yenye viwango, kwa sababu kila wakati kama pana mapungufu wa mainjinia wanatoa maelekezo ya kurekebisha na miradi inakwenda vizuri sana. Kwa hiyo kuna ufanisi mkubwa wa miradi kutokana na ununuzi wa magari ambayo tumenunua kwa ajili ya shughuli mbalimbali na usimamizi wa shughuli za maendeleo katika halmashauri ya wilaya Chunya. Nafikiri kununua magari ni hatua moja, lakini ili magari haya yatoe matokeo mazuri ni usimamizi. Kwa hiyo rai yangu ni usimamizi mzuri kwenye idara zote zilizokuwa zimepewa magari, lakini hasa kupitia TO, kwa maana kwamba magari haya lazima madereva wasimamie vizuri
ili aweze kufanya kazi lengwa, lakini ifanye kazi kwa muda mrefu. Haitakuwa busara kama tumenunua magari mapya alafu baada ya mwaka mmoja yanakuwa yamechakaa. Kwa hiyo ni matarajio yangu kwamba wale wanaohusika na magari hayo wayasimamie vizuri na kuhakikisha kwamba kila wakati anafanya kazi lengwa za halmashauri, hasa kwenye shughuli za miradi ya maendeleo, lakini pia na shughuli zingine ambazo zinakuwa zinahusu halmashauri, ili kufanya kazi kwa ufanisi na magari haya yafanye kazi kwa muda mrefu. Afisa usafirishaji wa halmashauri ya wilaya ya Chunya, ndugu Michael Msuya, amesema kazi yake ya kuratibu na kusimamia vyombo vya usafiri vya halmashauri ya wilaya hiyo kwa sasa imekuwa nyepesi, kwani pindi vyombo hivyo vikihitajika vinapatikana, huku akitaja uwepo wa mkurugenzi mtendaji ndugu Tamimu Kambona, idadi kubwa ya vyombo vya usafiri vimenunuliwa. Aidha, Msuya amesema kutokana na ongezeko hilo, kuna watumishi wapya wengi hasa madereva ambao wameongezeka, ikiwa ni kwa ajili ya ajira za kudumu na wengine kwa mkataba, tofauti na hali ya awali. Hivyo kuwa na wananchi wenzetu ambao wamepata ajira, lakini pia wananchi huduma zinawafikia kwa wakati kutokana na uwepo wa vyombo vya usafiri. Hivyo sababu ya umbali kutoka eneo moja na eneo lingine sio changamoto tena kwa halmashauri ya wilaya ya Chunya. 2022-2025 kimekuwa ni kipindi kizuri zaidi kwangu, kwa maana katika hichi kipindi tumepokea magari mapya mengi ambayo mengine tumenunua kama halmashauri kupitia mapato ya ndani, lakini kuna magari ambayo tumepokea kutoka serikali kuu. Kwa hiyo ongezeko kubwa la magari limeweza kunirahisishia kama afisa usafirishaji kwenye majukumu yangu ya kila siku. Madereva walioajiriwa, kuna ambao wameajiriwa kwa mkataba, kwa maana mkataba muda mfupi, na ambao wameajiriwa kwa mkataba tunasema ajira za kudumu. Walioajiriwa kwa ajira za kudumu ni madereva 6, na walipo kwa mkataba, walioajiriwa kwa mkataba kwa hichi kipindi ni madereva 12. Kwa kuna ongezeko la madereva 18 katika kipindi cha miaka mitatu. Of course ongezeko la magari mimi binafsi linanirahisishia utendaji wangu wa kazi, kwa sababu kila mipango kazi ya idara inapowasilishwa kwangu mimi inakuwa ni rahisi kuallocate gari fulani, kwa sababu magari yanakuwa yapo ya kutosha. Tofauti hapo awali ilikuwa saa nyingine tunalazimu tuazime magari kutoka kwenye taasisi za umma ambazo zinatuzunguka halmashauri ya wilaya ya Chunya. Kweli nikiri wazi kwamba uwepo wa mkurugenzi mtendaji ndugu Tamimu Kambona umeleta tija kubwa sana katika halmashauri ya wilaya ya Chunya, hususan kwenye sekta ya usafiri, kwa sababu yeye mwenyewe kwanza ana interest kubwa sana na magari. Yes, interest hii ambayo imepelekea huwa tunaongeza vitendea kazi, kwa maana vyombo vya usafiri kila bajeti inapokuwa inatengwa ya mwaka husika, lakini pia kutengeneza magari ambayo pengine yalikuwa yamekaa muda mrefu hayajafanywa matengenezo. Kwa hiyo kuwepo kwake kwa kweli kumesaidia kuyafufua yale magari ambayo kidogo yalikuwa yamekaa muda mrefu hayajatengenezwa, lakini pia kila bajeti ya mwaka husika tumekuwa tukitenga bajeti kwa ajili ya ununuzi wa magari. Kununua gari ni jambo moja, jinsi ya kulihudumia ni jambo lingine. Unaweza kununua gari lakini kama hutazingatia matengenezo, hutazingatia gari lile na bima kwamba likipata ajali unaweza kulipwa au vipi, hiyo ni jambo lingine. Kwa hiyo umakini katika kupanga bajeti ndio unaotupelekea sisi kuwa na urahisishaji wa mambo ya kuendesha shughuli za usafiri. Madereva wa halmashauri ya wilaya ya Chunya, pamoja na kupongeza juhudi kubwa ya uongozi wa halmashauri ya wilaya katika ununuzi na utengenezaji wa magari, wameshukuru uhakika wa kazi ukilinganisha na hali ya hapo awali. Madereva hao wanasema awali kazi ilikuwa ni ngumu kwao kulingana na uchache wa magari, lakini sasa wanapata muda wa kupumzika na wanapata muda wa kukagua gari vizuri, kuosha, lakini pia wamekuwa na uhakika wa ajira zao, hata kama sio wote wana ajira za kudumu. Tunashukuru sana kwa mkurugenzi aliyefika, Bwana Tamimu Kambona. Ametusaidia sana madereva tangu ujio wake, ametusaidia katika kuongeza magari, maana kipindi mimi nimeajiriwa tulikuwa tuna uhaba sana wa magari. Tulikuwa tuna magari 3 au 4 ambao walikuwa wanafanya kazi, na yalikuwa yakiharibika, yalikuwa yanakaa muda mrefu sana bila kufanywa matengenezo, lakini tangia amefika yeye amekuwa akitusaidia sana, amekuwa akitusikiliza sana madereva,
pale tunapokuwa tuna shida ya kurekebisha magari, amekuwa akirekebisha magari kwa wakati, amekuwa akinunua vifaa matairi kwa wakati. Hilo tunampongeza sana. Niliingia halmashauri mwaka 2022 baada ya mkurugenzi mpya Tamimu Kambona kuingia kwenye halmashauri hii na kufanya ongezeko kubwa la magari, hivyo ilipelekea kuwepo na uhaba wa madereva. Ilibidi nichukuliwe kuja hapa na kuanza kufanya kazi kwenye halmashauri yetu hii. Kiufupi, mwaka 2022 na kuendelea kumeingizwa magari mengi sana ndani ya halmashauri ya Chunya, ambayo kwa namna moja ama nyingine yamekuwa msaada katika kuwezesha utekelezaji wa majukumu ya serikali na mambo mengine kufanyika kuwa mepesi zaidi tofauti na ilivyokuwa awali, hivyo kupelekea ajira kuongezeka, lakini pia kurahisisha hata namna ya utekelezaji wa majukumu. Kipekee tunapenda kumshukuru na kumpongeza sana Tamimu Kambona kwa namna ambavyo ameweza kuona mambo haya yanahitajika kutekelezwa kwa kufuata taratibu hizo, lakini pia kuweza kuwa na ujasiri hata wa kusema hili linawezekana, kununua magari yaweze kutekeleza majukumu ya serikali. Tulikuwa na changamoto ya namna mbalimbali katika masuala ya usafiri, lakini si katika namna ya kuwa na magari tu, hata namna ya kuyahudumia ilikuwa ni kazi ngumu sana. Lakini baada ya huyu bwana kuingia, ni mtu mmoja ambaye anauelewa na anafahamu gari linatakiwa liweje, lakini maintenance ya magari inatakiwa kufanyika kwa namna gani. Hivyo amekuwa ni mtu ambaye sisi madereva tunampongeza na kumshukuru sana, kwani anatupa ushirikiano wa kutosha, anatutia moyo. Kuna mahala inafika hatua unakata tamaa kuona sasa inakuaje hili jambo, lakini ni mwepesi kusema hili lifanyike hivi. Ukienda kuomba matengenezo, si mtu mwenye kusita, atakusaidia kwa kile kinachowezekana. Nimeajiriwa mwaka jana mwezi wa 11 mwaka 2024. Tokea nimekuja katika halmashauri hii ya wilaya ya Chunya, kiukweli katika sekta yetu hii ya udereva, kiukweli mkurugenzi wetu wa halmashauri ya Chunya yuko vizuri sana. Kiukweli ameongeza idadi kubwa sana ya magari. Hata mimi tokea nilipokuja mpaka leo hii sikupata shida katika sekta hii ya kupata gari. Hiyo inatia motisha sisi vijana na hata madereva kwa ambao wanahitaji kuajiliwa. Kuna fursa hapa Chunya. Mkurugenzi wetu anazidi kuongeza magari. Pia yuko vizuri katika kutengeneza magari. Haachi magari mpaka yakaharibika. Sawa, kwa hiyo fursa ipo kubwa sana kwa madereva. Ninawaalika mje Chunya, maana magari hapa ya kutosha. Mkifika tu mnaweza mkapata magari. Wakuu wa idara na vitengo wa halmashauri ya wilaya ya Chunya pamoja na watumishi wengine wamepongeza juhudi ya mkurugenzi mtendaji kwenye usimamizi mzuri wa magari, lakini zaidi sana ununuzi wa magari, kwani magari hayo yamerahisisha utekelezaji wa majukumu yao ya kila siku. Aidha, kupitia magari hayo, wakuu wa idara na watumishi wanasema ni rahisi sasa wao kutoka makao makuu ya wilaya ya Chunya kwenda kuwafuata wananchi maeneo walipo kwa ajili ya kuwahudumia bila kujali umbali, kwani usafiri ni wa uhakika. Ongezeko la uwepo wa magari katika halmashauri yetu unatusaidia katika kutekeleza majukumu mbalimbali. Ukienda moja kwa moja kwenye upande wetu wa idara ya afya, kwa sasa tuna jumla ya magari 8. Tuna ambulance zipatazo 5 na 3 zinafanya kazi kama kawaida na 2 zipo kwenye matengenezo madogo madogo. Pindi zitakapokamilisha matengenezo madogo madogo, basi zitaingia katika kuendeleza majukumu mengine. Na hizo ambulance 3 ambazo zinafanya kazi, tuna ambulance katika kituo cha afya Kambi Katoto, ni umbali wa kilomita 200. Na ambulance nyingine ipo Makongorosi, umbali wa kilomita 38 kutoka HQ, na ambulance moja ipo hospitali ya wilaya. Na tuna magari pia 3 ya utawala kwa ajili ya uendeshaji wa huduma. Tuna gari moja kwa ajili ya shughuli za ukimwi
lakini pia tuna gari kwa ajili ya kufanyia usimamizi shirikishi kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma, na tuna gari moja kwa ajili ya uendeshaji wa shughuli kwa upande wa mkuu wa idara. Uwepo wa magari haya unatusaidia katika kutekeleza majukumu yetu, imetusaidia katika kupunguza vifo vitokanavyo na uzazi pamoja na watoto wachanga, kwa sababu tumeweza kufika maeneo hata ya mbali zaidi kwa kutumia magari yetu na kuokoa maisha ya wajawazito pamoja na watoto wachanga. Lakini pia imetusaidia hata katika usambazaji wa chanjo za kukinga magonjwa mbalimbali. Tumeweza kufika maeneo ya mbali zaidi na kuweza kuwapatia jamii kinga ambazo wanastahili. Lakini pia imetusaidia katika kufanya usimamizi shirikishi kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma za afya. Na kipekee kabisa nipende kuishukuru serikali inayoendeshwa na Rais wetu Mama Samia Suluhu kwa jitihada zake mbalimbali zinazoendelea. Kwa upande wa idara ya afya tumenufaika na tunashukuru kwa jitihada zake. Lakini pia nimpongeze mkurugenzi wetu Bwana Tamimu Kambona kwa jitihada zake kuhakikisha hatukwami popote kwenye eneo la usafiri katika kutekeleza majukumu yetu. Shukrani za pekee ziende kwake kwa jitihada ambazo anaendelea nazo za kuhakikisha masuala yote ya usafiri yanafanyika kwa wakati na hakuna sehemu ambapo tunakwama. Uwepo wa magari ya kutosha, ongezeko la magari katika halmashauri ya wilaya ya Chunya, kwanza inarahisisha utendaji wa kazi, kwa maana kama una activity yako ni rahisi kupata gari kuliko hapo nyuma. Mfano mzuri, sisi watu wa maliasili tunakuwa na kazi nyingi zingine za upimaji wa misitu, za doria ya misitu na doria ya wanyamapori. Kwa hiyo kutokana na upatikanaji wa magari kiurahisi, hizi kazi zote zinaweza kufanyika kwa wakati mmoja bila changamoto yoyote. Kwa maana sasa hivi tunahitaji kwenda kukodi malori, tunatumia malori ya halmashauri katika kutekeleza miradi ya wananchi. Lakini pia ameleta changamoto kutengeza magari. Tulikuwa na magari mengi lakini mengi yalikuwa yameharibika, lakini amekuja amefufua magari. Inaonekana kwamba tumenunua magari zaidi, kujumlisha magari mapya na magari yaliyofufuliwa. Kwa mfano kwenye zoezi la kitaifa la uandikishaji au uboreshaji wa daftari, kulingana na jiografia ya wilaya yetu, yale magari yalitusaidia sana. Hata watu wa Tume Huru ya Uchaguzi walikiri kwamba uwepo wa magari ya halmashauri ya wilaya ya Chunya ilirahisisha kazi kulingana na maeneo mengine ambao walifanya kazi. Kwa ujumla halmashauri ya Chunya ina shughuli nyingi zilizofanya hasa kwenye division yangu, na uwepo wa magari kwenye halmashauri hii imekuwa ni chachu kubwa katika kuleta maendeleo, hususan kuwatembelea wakulima, wafugaji na wavuvi. Lakini kuna jambo la ushirika na umwagiliaji ambalo nalisimamia mwenyewe kwenye idara yangu. Kwa Chunya toka nimefika hapa, hali ya magari ilikuwa ni mbaya, kwa sababu ni gari la kilimo pekee ndio lilikuwa linatembea, ambalo lilikuwa ni jipya na lilinunua mwaka 2017. Sasa wakati nafika 2019 ile gari lilikuwa la miaka miwili, lakini ndio gari lilikuwa linategemewa halmashauri nzima kwa safari za madiwani nje ya wilaya, lakini ndani ya wilaya. Lakini pia hata ndani ya wilaya mkurugenzi mtendaji mwenyewe alikuwa anatumia gari hii kwenda vijijini kwa ajili ya kukagua shughuli mbalimbali. Sasa linapotumika kwa wilaya nzima kwa viongozi wote waliomo humu ndani, na aidha kapangwa safari za nje, ina maana shughuli za kilimo zisimame kwa muda, msiende kufanya shughuli za ugani kwa sababu mtakuwa hauna kitendea kazi. Lakini miaka hiyo ya 2019, 2020, 22 hali ya magari imeimarika. Kwa kila idara ina gari lake ambalo anaweza kapanga shughuli za mwaka, lakini mkurugenzi mtendaji mwenyewe na gari, lakini viongozi wao wengine kama mwenyekiti wa halmashauri pia ana gari la kwenda kufanya shughuli zake anapokuwa ndani au nje ya wilaya. Kwa kuongezeka kwa magari kumekuwa ni chachu, kwa sababu shughuli zinatekelezeka kwa wakati, lakini mnapata matokeo yaliyo sahihi ndani ya muda mfupi. Na kwa nikizungumzia kwangu, wakulima wanahitaji huduma mbalimbali kwa ajili ya kuendeleza, aidha mazao yameleta hitilafu, kuna wadudu, kuna magonjwa, lazima ufike mapema kuangalia, ndipo uchukue hatua stahiki kwa ajili ya kunusuru zao hilo lisipate hitilafu. Kwa hiyo
kwa shughuli za ushirika pia inahitaji vyama kusajiliwa, inahitaji kusimamia vyama, lakini shughuli za mifugo vile vile kunahitaji chanjo, kunahitaji kuogesha. Lazima shughuli zote hizo maafisa ugani wafuatilie, lakini mimi mwenyewe lazima nikague shughuli hizo kama zimefanyika kwa uweledi kwa ajili ya kunusuru magonjwa ya mimea, magonjwa ya mifugo, lakini pia na kuendeleza wakulima wasiweze kupata hasara. Kwa hiyo kwa idara yangu kuwa na gari kumefanya shughuli zangu ziende vizuri, na ndio maana sasa unaona mapato ya halmashauri yanaongezeka pakubwa, kwa sababu niko sambamba na wakulima, hususan wakulima wa tumbaku, na wafuatilia kwa ukaribu zaidi, lakini kutoa elimu kwa wakati, na hatimaye ukipata mavuno wanauza masoko yake. Lazima nifuatilie masoko, makampuni yafanye vizuri, mkulima apate staki yake na halmashauri ipate staki yake. Mkurugenzi huyu aliyopo ndugu Tamim Kambona ameturahisishia sana ufanyaji kazi kwa wakuu wa idara ndani ya halmashauri, kwa sababu magari yaliyokuwa machakavu yote yametengenezwa, yani barabarani. Mpaka sasa imefikia idara tumezidiwa na magari. Hatimaye ameanza kuyasambaza mengine kwenye shule za sekondari ambazo zinahitaji magari, kwa sababu sisi tulionayo yametutosha, na hatimaye mengine ambayo yametengenezwa sasa yaende yakasaidia sehemu nyingine ambako pia kuna kazi za kufanya ili kuokoa wanafunzi wale, aidha kukimbiza hospitalini au kuleta chakula pale shuleni au kuhudumia tu mwalimu mkuu au headmaster aweze kwenda kufanya kazi kwa wakati na kurudi kusimamia shughuli za ufundishaji na kujifunza. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Chunya Tamim Kambona, tangu amefika Chunya ametajwa kuwa chachu ya ongezeko la vifaa vya usafiri kwa watumishi wa halmashauri ya wilaya ya Chunya, ambapo pikipiki, magari aina mbalimbali yamenunuliwa ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma sahihi na kwa wakati. Aidha, Kambona ametajwa kufufua magari mbalimbali yaliyokuwa yamepaki kwa sababu ya ubovu na sababu nyingine, jambo ambalo linaloendelea kuiongezea uwezo wa halmashauri ya wilaya ya Chunya kuwahudumia wananchi wake kwa wakati. Makala haya yamemtafuta mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Chunya ndugu Tamimu Kambona ili kujua falsafa yake kwenye ununuzi wa magari na pia kujua lengo hasa kama je limeshatimia ama bado, na wananchi wa Chunya waendelee kuwa na subira, kuna mambo mengine mazuri yanakuja ama la. Kambona anaeleza hapa. Ili tuendelee kufanya kazi vizuri tunahitaji vitendea kazi. Kwa maana tunasema kwa lugha nyingine ni rasilimali. Hasa rasilimali ziko za aina nyingi. Sisi wenyewe ni rasilimali. Lakini ziko rasilimali zingine, hata hizi meza tunazotumia ni rasilimali. Lakini kuna vitu kama magari. Ukiangalia wilaya ya Chunya jiografia yake imekaa vibaya, ni kubwa sana. Ni wilaya kubwa iliyosambaa sana. Kiangalia zaidi ya kilomita za mraba zaidi ya 11,000. Lakini sasa ili uweze kufanya kazi lazima uwe na vitendea kazi kama magari, mapikipiki. Sasa sisi jukumu letu mojawapo kwanza ni kuhakikisha tunawafikia wananchi wetu kule waliko kwenda kutatua kero zao. Kama hauna magari, tena magari sio magari ni magari tu, magari yenye uhakika, itakuwa ni changamoto kuweza kuwafikia kule waliko wananchi wetu kwa ajili ya kwenda kutoa huduma. Lakini pia kama hauna magari au mapikipiki huwezi ukakusanya mapato kama inavyotakiwa kwa hapa kwetu. Utaona sisi mapato tunaendelea kupandisha mapato siku zote ni kwa sababu tumekuwa na ufuatiliaji wa karibu. Utakumbuka kule kwa ukanda wa Kambika Toto, ukifikaga wakati wa mazao tunapeleka Land Cruiser moja inakaaga kule zaidi ya miezi 3. Inakuwa kule inafanya kazi hiyo. Lakini kama tungekuwa na gari 2 au 3 hapa tusingeweza kufanya hivyo. Lakini wakati gari moja ipo kule utakuta kuna gari zingine bado zipo zinaendelea kuzunguka kwenye maeneo mengine. Kwa hiyo magari sio anasa, ni vitendea kazi. Na leo utaona mimi nimeamua kutoa pikipiki kwa walimu wakuu ambao wako kwenye shule zile ambapo ziko kwenye mazingira magumu. Ukienda huko Mpembe, ukienda huko Manyiri, nilishapata changamoto, na changamoto hii mimi nilipata kutoka kwa mwalimu. Lazima niseme leo. Mwalimu mmoja sitaki nimtaje hapa, alikuja hapa wakati naongea naye alitoa malalamiko hayo. Anapotoka ili atoke kituoni kwake mpaka akapate sehemu ambapo atapanda basi Igembe Sabo haje huko, anakodi pikipiki kwa shilingi 30,000. Sasa utajiuliza huyu anapata mshahara wa kiasi gani? Akodi pikipiki 30,000 ndio aje barabara kubwa aweze kupanda basi kuja Chunya kwenye kikao. Kwa maana hiyo atakaporudi tena atapopanda basi ataenda pale tena apande pikipiki arudi tena kwa 30,000 nyingine. Kwa atumie 60,000 kwa kukodi pikipiki, ambapo akija hapa halmashauri wala kurejeshewa.
Kwa hiyo ndio hilo, utaona nimeanza kununua pikipiki, na pikipiki hizi tawanunulia walimu wakuu wote waliokuwa kwenye mazingira magumu kwanza, waganga wafawizi wote waliokuwa kwenye mazingira magumu, na watendaji wa vijiji wote waliokuwa kwenye mazingira ambayo sio rafiki. Tutahakikisha tunawapatia pikipiki hizo ziwasaidie kwenye shughuli zao za kuwarahisishia usafiri, lakini pia wanatusaidia katika kukusanya mapato. Lakini utaangalia tulinunua matipa. Sisi tulikuwa hapa, hata ukitaka kukodi gari kupeleka vifaa, let's say tunajenga kule Kapika Toto, kupeleka vifaa kule gharama ni kubwa sana. Lakini tuliponunua matipa ya kwetu yanatusaidia kupeleka vifaa kule, kwa sababu tunachoweka ni mafuta na kumpa posho dereva. Hamna gharama nyingine na hakuna gharama ambao wanachangia wale walimu. Lakini hata ikienda kule itakaposomba vifaa vya ujenzi, kwa mfano mchanga, mawe, kokoto, ni swala la mafuta na posho ya dereva. Kwa hiyo magari yetu yote tunaendelea kutumia. Kwa hiyo sisi tutaendelea kuimarisha kuhakikisha magari tunakuwa nayo ya kutosha. Hata sasa hivi ninapoongea hapa bado tuna magari 3 tumeshanunua tayari, mengine yanakuja. Na hayo yatakuja kusaidia kwenye kazi yetu. Na bado hayatoshi. Nyinyi mtakuwa mnaona mfano wakati wa mitihani ukifika, tunalazimika kwenda kwa wadau kuomba magari. Tukifika wakati wa uchaguzi, tutakwenda kwa wadau kuomba magari. Lakini ukifika Mwenge hapa, tutaomba hapa kwa wadau, na bado tunaenda Songwe kuazima magari. Ingawa na wenzetu na wenyewe wanakuja kuazima kwetu. Kwa hiyo utaona kwamba vitendea kazi vyetu hivi bado havijatosha. Kwa hiyo tutaendelea kuimarisha, tuhakikishe vinapatikana. Na sasa umekuja na utaratibu mwingine. Mimi naonaga kero watu wanavyozungumza hata kwenye yale magroup mbalimbali. Kwa sababu ninasoma pale, naangalia nini wanajadili, changamoto kero ni ipi. Mimi natoka na kimya kimya vile vile, nimeingia mle kimya kimya na ninaondoka kimya kimya, naenda kufanyia kazi. Niona kero waweza kuwa wanapiga watu za barabara na nini na nini. Sasa niwahakikishie, sasa tunaenda kununua mitambo. Tunaenda kununua grader, tunaenda kununua roller, tutanunua excavator kuhakikisha sasa barabara za Chunya tutazitengeneza wenyewe na mitambo. Tena ni mitambo mipya, sio used. Pale wananchi watakapolalamika mtaa fulani kuna changamoto ya barabara, tutaweka mafuta, tutaenda kutengeneza ile barabara kwa gharama za chini. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo tunaendelea nayo kwa sasa. Kwa hiyo naangalia mambo yetu mengine yanavyokwenda, tukishayakamilisha tunaenda kuweka hiyo. Lakini utaangalia tusiatufanye tu barabara. Leo utaangalia pale tunajenga stendi. Awamu ya kwanza tutatumia almost bilioni 3. Ni mapato yetu ya ndani. Lakini huwezi ukaridhisha watu wote kwa siku moja. Huwezi kuridhisha kwa siku moja. Kwa hiyo tutakwenda navyo vitu vyote kwa awamu, na kero zile zote anazozitoa zile zote mimi nawahakikishia zitafanyiwa kazi. Kama mimi mtendaji, ndio jukumu langu kuhakikisha kwamba kwenye halmashauri yangu kero hizo zote za wananchi zinakwenda kuisha. Inazungumzwa sana barabara ya Itumbi. Hii ya Godima sasa tunaenda kuifanyia kazi kama halmashauri. Kwa sababu kuna zipo changamoto, unakuta TARURA kwenye bajeti zao zinakuwa ndogo na nini. Lakini kwa mfano tungekuwa tumeshanunua ile mitambo tayari, hiyo barabara ya Itumbi ile pigiwa kelele sasa tungekuwa tumeshaimaliza tayari. Lakini tunajua barabara ya Itumbi tayari na mkandarasi ambaye naye anasubiria ila kutoka kule TARURA ili waweze kukamilisha hiyo kazi. Kwa hiyo huo ndio msingi wa kuendelea kununua magari au hii mitambo mingine. Na haiwezi kuwa mwisho. Sababu kwanza lengo langu mimi kubwa ni kufezi out magari ya zamani yote yaliyochakaa. Yote. Mimi natamani nione hapa SM ianzie 14, 15 kwenda juu. Lakini leo unakuwa na SM 52, 20. Unakuwa na SM 41. Ni magari yana zaidi ya miaka 15. Unaona? Ndio magari chakavu hayo yanayotupelekea kwenye gharama kubwa za matengenezo. Kwa hiyo operation yangu niliyokuwa nayo ni kuhakikisha ile magari ya zamani yote yanaondoka. Tuwe na magari ambayo ni mapya. Kwa hiyo kila mwaka tutaendelea kununua magari. Ununuzi wa magari ni jambo moja. Usimamizi wa magari hayo ni jambo jingine kabisa, ambalo linapaswa kutazamwa kwa jicho pevu. Kinyume na hapo, basi mkurugenzi atasimamia ununuzi wa magari kila mwaka, hivyo kuathiri maendeleo ambayo fedha za makusanyo zingetumika kwa maslahi ya wananchi. Jambo lingine muhimu katika kusherehekea ongezeko kubwa la magari ya serikali wilaya ya Chunya ni matumizi ya magari hayo. Ili lengo la serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan la kuwahudumia wananchi wa Tanzania kwa ukaribu kutimia, lazima vyombo hivi vya usafiri vitumike kwa maslahi mapana ya wananchi wa Chunya na taifa kwa ujumla wake. Wananchi wa Chunya wenye mapenzi na uzalendo wa kweli kwa Chunya yao na taifa letu lazima tuitane, tushirikiane na tuhimizane kuhakikisha vyombo hivi vinatumika kwa lengo stahiki, na inapotokea vinginevyo ni kazi yetu sote kuonyana na kukumbushana malengo ya uwepo wa magari hayo. Chunya itajengwa na mimi na wewe mwana Chunya. Hivyo ni wajibu wetu kila mmoja kung'ang'ana kwenye kipande chake kuhakikisha Chunya inaendelea kufanya vizuri. Makala hii imeandaliwa na Joshua Sengo kutoka kitengo cha mawasiliano ya serikali wilaya ya Chunya
na imesimuliwa na mimi Bahat Teidi. Wapiga picha ni Bi Fatuma Mtweve na Sulemani Shekonga, wote kutoka kitengo cha mawasiliano ya serikali Chunya. Endelea kutufuatilia kupitia YouTube ambako tunapatikana kwa Chunya DC Online. Website ama tovuti tunapatikana kwa www.chunyadc.go.tz, lakini Instagram tunapatikana Chunya_official.